al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Vipenzi walokuwa wakienda sambamba, wanatembea pamoja pamoja, ukimkuta huyu na huyu utamkuta naye, ukitaka yuko wapi basi muulize fulani. Ndivyo tulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maumbile haya. Ukiingia sokoni hapa utamkuta labda kuna fulani, unamuuliza fulani, atakwambia ukimtaka hebu muulize fulani, atakwambia yuko sehemu gani, kwa sababu anajua ndo sohba yake. Sasa akiwa ni mwema basi mtakuwa katika vikao ambavyo ni vya kheri, mtaelekezana katika kheri, lakini akiwa ni muovu lazima atakupeleka katika njia ambazo iko siku atakutoa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema al-akhilla, vipenzi, yawma idhin, ndani ya siku hiyo, siku ya kiyama, ba'dhum li ba'din adu, baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui. Hapa duniani mlikuwa mkienda sambamba. Hawa watakaokuwa ni maadui ni wale ambao huenda ulikuwa wewe ni mtu mwema, unadumu na swala 5, baada ya kusuhubiana naye ikawa unakwenda naye, mara amekuchukua huku, amekupeleka kwenye mamipira, amekupeleka katika vikao ambavyo ni ovyo, mnakwenda polepole, mwisho wa siku ulikuwa ni mtu wa swala 5, unaanza kuacha polepole, sababu yeye sio mtu wa swala. Unakwenda naye, mwisho wa siku atakuingiza mpaka mabaya, atakuingiza katika sehemu ambazo si za sawa. Kwa nini? Kwa sababu umetafuta rafiki ambaye si mwema, ikawa ni sababu ya kutoa wewe katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi walikuwa ni wema na baada ya kusubiana na fulani wakawa wametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa siku ya kiyama hao waliokuwa vipenzi, yule aliyekuwa ni mwema baada ya kusubiana na mtu ambaye si mwema akamtoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama watakuwa ni maadui, watakuwa wakikimbiana tena wakilaumiana, wewe ndiyo sababu ya mimi kuangamia, wewe ndiyo sababu ya mimi kuingia katika adhabu hii iliyotupata hivi leo, kwa sababu mimi nilikuwa ni mwema, wewe umenitoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema siku hiyo watakuwa ni maadui baadhi yao kwa wengine, illa almuttaqina, isipokuwa wale watakaokuwa wamesifika na sifa ya takwa. Walifanya urafiki ambao ni mwema, wakasuhubiana, wakaitana na wakaonyeshana katika njia ya sawa, wakadumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio ambao watakuwa ni vipenzi mpaka akhira. Wa musahabatu julasa as-su, lakini pia kusuhubiana na wale marafiki vipenzi ambao ni waovu, hasratun wa nadama, tambueni ya kwamba itakuwa ni hasara siku ya kiyama na itakuwa ni majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, na siku ambayo mtu ambaye ni dhalimu alidhulumu nafsi yake katika dunia hii, siku ambayo atakuwa akingata vidole vyake kwa majuto ambayo anayeona kwa zile amali alizozikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni mbovu, atakuwa akisema, Allah anasema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, siku ambayo mtu atakuwa ni mwenye kungata vidole vyake huku akisema, laiti mimi ningelifanya njia pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili nikapata kuongoka, kwa sababu amekuta ni hasara tupu mbele yake na hakuna tena muda wa kurudi kwenda kutengeneza ile ambayo ameharibu duniani. Anangata vidole, anajuta katika nafsi yake huku akisema, lau ningelimfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku akisema, ya wailata, ole wangu, laitani lam attakhidhu fulanan khalila, laiti mimi nisingelimfanya fulani kuwa ni kipenzi changu, kuwa ni mwandani wangu, kwa sababu yeye ndiye aliyenitoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nimekuta amali mbovu, anasema laiti nisingelimfanya fulani, yule ambaye alinitoa mimi katika taa akanionyesha katika njia mbovu, nikaacha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anajuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali wakati huo majuto hayatokuwa ni yenye kumsaidia chochote, huku akisema, laqad adallani an adh-dhikri ba'da idja'ani, hakika yule fulani yeye ndiye aliyenipoteza katika njia ya sawa, katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da idja'ani, baada ya kuwa hoja zilinibainikia, nilifikishiwa khairi nikakataa. Sasa leo mimi najuta, utaji wa Allah ulinifikia nikaukataa. Wa kana shaytanu lilinsani khadhula, na hakika shaytani kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni khaini. Ahibba,
روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Imam al-Bukhari pamoja na Imam Muslim wamepokea hadithi inayotokamana na Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anasema ya kwamba anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mathalul jalisi salih wasu, mfano wa jalisi ni yule mtu ambaye umefanya mwandani wako vikao vyako wewe na yeye masaa yote, mkitoka mtatoka hapa mtakwenda huku, mtasafiri pamoja kwenye shughuli zenu mko pamoja. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anawapigia mfano, anasema mathalu aljalisi salih, mfano yule umfanya ndio jalisi wako ambaye ni mwema, wasu, na yule ambaye ni mwovu, kahamilil miski wa nafiqil kir, ni sawa na mtu yule ambaye ni mwenye kubeba, mwenye kuuza manukato mazuri, marashi mazuri, perfume nzuri, na yule ambaye wa pili anasema wanafikhil kir. Nafikhil kir ni yule mtu ambaye anayepulizia vyuma wakati wanavivua, wanagonga masufuria, mabeseni, manini sokoni kule, yule kazi yake anayepulizia lile likir. Kir ni dude fulani ambalo limetengenezwa kwa ngozi kwa lengo la kuchochea ule moto upate kuwaka vizuri. Sasa ndo hapa anasema wanafikhil kir. Fahamilul misk, yule atakayekuwa ni muuza marashi mazuri aliyobeba atib, marashi mazuri, imma ayuhdiyak, imma kwa kuwa umesuhubiana naye huenda akakupatia, hebu chukua na hapa unukie vizuri. Ndivyo ilivyo, akakupatia na wewe ukapata kunukia vizuri. Wa imma an tabta'a minhu, kama isipokuwa ni hivyo basi huenda wewe ukanunua kutoka kwake yeye. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au tofauti na hivyo hujapata hiki wala kile, basi hata ile harufu ambayo ni nzuri tu ambayo iko pale kutokana na vilivyomo pale ni vitu vizuri, lazima na wewe pia ile harufu utaipata. Upande wa pili sasa, yule ambaye atakayekuwa ni muovu, Mtume swalla salama akasema wanafikhil kir, na yule mwenye kupulizia moto ile wakati wa kuvua vyuma, imma ayuhriqa thiyabak, utakachoambulia wewe ima azichome nguo zako, wa imma an tajida rihan khabitha, au tofauti na hapo utakachokipata ni harufu chafu, harufu mbaya tu, hamna utakachoambulia kingine. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoweka jalisu salih ni sawa na mtu anayeuza manukato, harufu nzuri, mandhari nzuri, na ukiingia sehemu za manukato mashallah utanukia, ima atakugusisha yale na utatoka unanukia au utanunua. Lakini kwa yule anayeuza, anayetengeneza nini, ima uambulia harufu mbaya, au pia wakati mwingine kwa sababu uko naye pale hata na nguo zako zitatoka ilhali zimeshaungua. Lakini pia rawat Tirmidhi fi sunani, akapokea Imamu Tirmidhi katika sunani yake min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutokana na hadithi ya Abi Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, katika kukuweka wewe katika mazingira ambayo ni salama, ili kesho usije ukajuta na huku ukisema fulani ndo alikuwa sababu ya mimi kupotea. Sasa mtume swalla salama akakuwekea dira, muongozo, nani wa kumfanya rafiki. Faqala alayhi salatu wasalam, akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalili, mje wa Allah mwanadamu kwamba anakuwa na tabia ya ndugu yake. Yule ambaye unayesuhubiana naye sana lazima utakopi tabia yake, ikiwa ni mshari, ikiwa ni mtu wa matusi, ikiwa ni mtu wa maneno machafu, na wewe utaambulia maneno hayo, na pia vile vile huenda ukatoka na maneno hayo na ukaanza kuwatukana watu. Ikiwa ni mtu jeuri, fedhuli, mtu mwenye kibri, na wewe pia utaambatana naye na mwisho wa siku utazikopi zile tabia. Sasa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ili kutuonyesha dira nani wa kumfanya rafiki, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili, mmoja wenu anakuwa katika tabia ya rafiki yake. Falyanzuru ahadukum man yukhalilu, mmoja wenu anapotaka kumfanya mtu kuwa ni rafiki yake, basi aangalie ni yupi wa kumfanya rafiki. Ikiwa ni mwema, basi haraka sana mfanye kuwa ni rafiki, kwa sababu atakuongoza katika ambayo ni mazuri. Na ikiwa ni mwovu, basi jaribu kukaa naye mbali, kwa sababu itakuwa ni sababu ya kukupeleka katika maovu. Qala shair,